Naam, mwingine anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba jawabu ya hili swali. Kama inavyojulikana kama faida ya benki ni haramu. Lakini sasa kuna hizi benki za Kiislamu na pia zina faida, lakini kuna watu wanasema kama faida zake si haramu. Je, ni kweli? Naomba nijue hukumu yake. Ikiwa benki hiyo ya Kiislamu sawa sawa, basi hiyo haitoi faida ya haramu. Kwanza ile ya kwanza ambayo kama si benki ya Kiislamu, kuita faida haijuzu, si faida, ni riba. Benki za Kiislamu utaratibu wake ni mwingine. Utaratibu wake ni kuna kitu kinaitwa mudharaba, ndio utaratibu wake. Na huu mudharaba ni utaratibu wa Kiislamu. Mudharaba ni kwamba wewe wanakwambia wale masharti, nakupa masharti yao kwanza. Unapewa pale katika makaratasi yale masharti yote yamo. Hii inakuwa ni tijaratin an taradhi. Ni tijara, biashara, maridhiano. Wanachukua pesa zako wanaziweka, wanazifanyia biashara, na wanakwambia kwamba katika pesa zako utapata faida kiasi fulani katika biashara yetu. Biashara ikipata hasara, biashara na wewe unapata hasara nyote. Ikipata faida na wewe unapata faida. Hii mudharaba ndio benki ya Kiislamu na ilivyo. Sema ni kweli, kutokana na utaratibu wao haitokei, si rahisi kutokea kama unapata hasara, kwa sababu wanakuwa tayari wameshafanya utaratibu mzuri mambo yao wenyewe katika biashara zao. Lakini si kwamba lakini sharti hiyo lazima iwepo kwamba faida ni pamoja, hasara pamoja. Umefahamiana? Na ndivyo benki za Kiislamu zilivyo. Kwa hivyo katika benki za Kiislamu kuna mudharaba, na hii mudharaba ndio huo, inakuwa unampa pesa yeye mtu, anafanya kazi, mnagawana faida kwa mujibu mtakapokubaliana, pasenti mtakakubaliana. Ndivyo ilivyo. Kwa hivyo hii katika benki ya Kiislamu si haramu. Kule umeweka pesa yako tu, umeweka alafu anakupa ziada. Hakuna kwamba makubaliano hayo, hakuna yani. Hakuna taratibu kama hizo. Kwa hivyo umeweka pesa yako unapewa ziada tu. Hii ya kule benki zile ndio riba. Hii kuna kwa biashara ambayo kwamba inakuwa na masharti yake hayo. Masharti yenyewe kama utasoma, nafikiri na makaratasi yanakupa wale. Ukisoma nafikiri itakuwa kipengele hicho kwamba hasara pamoja na faida pamoja. Kwa hivyo hii ni biashara inakubalika. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa hikam.